futa yake. Tunaelekea kupokea taarifa ya habari. Na mnatumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa awamu ya pili. Jina langu ni Cantona Joseph. Waziri Mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham amefanya mazungumzo ya kwanza na viongozi kadhaa wa taifa hilo washirika saa kadhaa baada ya kuchukua madaraka na kuunda serikali. Burnham alizungumza kwanza kwa njia ya simu na Rais Donald Trump wa Marekani na kisha Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine pamoja na Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani. Mazungumzo hayo yalijikita katika kuimarisha ushirikiano wa mataifa hayo, ikiwa ni pamoja na ahadi ya kuendelea kuisaidia Ukraine kwenye vita vyake dhidi ya Urusi. Kiongozi huyo wa Uingereza amemwahidi Rais Zelensky wa Ukraine uungwaji mkono usioyumba wa taifa lake. Mbali na mazungumzo hayo, Burnham pia ametangaza baraza lake jipya la mawaziri kwa kumteua John Healey kuwa waziri wa fedha na Ed Miliband kuwa waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza. Jeshi la Lebanon limeanza Jumatatu kuchukua rasmi jukumu la usalama katika vijiji vitatu vya kusini mwa taifa hilo, hii ikiwa ni hatua ya mwanzo ya makubaliano yanayotaka wanajeshi wa Israeli kuondoka kusini mwa Lebanon. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema utekelezaji umeanza katika maeneo ya majaribio ya Fron, Srifa na Zota Al Agabia kwa mjibu wa mkakati wa pande tatu wa nchi ya usimamizi wa kundi la uratibu wa kijeshi kwa ajili ya Lebanon. Msemaji wa wizara hiyo Tommy Pigot ameelezea hatua hiyo kama matokeo ya moja kwa moja ya mazungumzo kati ya Israel na ujumbe wa Lebanon yaliyofanyika mjini Rome wiki iliyopita. Kundi la Hezbollah hata hivyo limeupinga mkakati huo na kusisitiza kwamba makubaliano yoyote nchini Lebanon ni lazima yahusishwe na mazungumzo mapana kati ya Washington na Tehran. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa mataifa wanachama wa Jumuiya ya Nchi za Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, wanakutana nchini Ufilipino leo Jumanne. Mkutano huo unafanyika chini ya kiwingu cha kuanza tena kwa vita Mashariki ya Kati na mgawanyiko mkubwa kuhusu kuirejesha Myanmar ndani ya jumuiya hiyo. Suala la Myanmar, taifa ambalo lisimamishwa wanachama tangu jeshi ilipofanya mapinduzi mwaka 2021 na kuzusha vita vya wenyewe kwa wenyewe, itakuwa ajenda ya juu ya makubaliano. Katika majadiliano hayo, nchi chache wanachama ikiwemo Thailand zimependekeza kurejeshwa kwa Myanmar ndani ya ASEAN, lakini nyingine zinapinga zikisema utawala wa kijeshi wa taifa hilo umeshindwa kutekeleza mpango wenye vipengee vitano uliotolewa na jumuiya hiyo ili kumaliza msukosuko wa kisiasa. Mkutano huo utakaohudhuriwa pia na mawaziri wa nchi rafiki ikiwemo Uchina, Marekani, Japan na Urusi utagubikwa na wasiwasi wa kiuchumi unaikabili kanda ya Asia, na hasa kutokana na vita vya Mashariki ya Kati vilivyopandisha bei ya nishati. Wanaharakati nchini Kenya wamezituhumu mamlaka ya nchi hiyo kwa kukiuka amri ya mahakama iliyozuia kuanzishwa kituo cha karantini kwa ugonjwa wa Ebola katika taifa hilo. Matamshi hayo ni baada ya ripoti ya kusambaa kuwa raia kadhaa wa Marekani wamewekwa karantini nchini humo. Taasisi mbili za kiraia zilifungua kesi mahakamani mwezi uliopita kupinga kuanzishwa kituo hicho cha mahakama, iliamuru serikali kusitisha mipango yote iliyokuwepo. Hata hivyo, wiki iliyopita shirika moja la hisani la Marekani limesema kwamba wafanyakazi 7 waliokuwa nchini Kongo wamewekwa karantini ya siku 21 nchini Kenya. Vyombo vya habari vya Kenya vimeripoti wafanyakazi hao waliwekwa kwenye kambi ya jeshi la Laikipia, mahala ambako paliteuliwa hapo kabla ya kujengwa kituo cha karantini. Mashirika yaliyofungua kesi ya kupinga kituo hicho, ambayo ni taasisi ya katiba na chama cha wanasheria wa Kenya, yamekosoa vikali taarifa hiyo yakisema zinaonyesha kuwa
serikali imepuuza amri ya mahakama. Hadi sasa serikali ya Kenya hajasema chochote hadi saa hii tunapoenda hewani. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tunakuomba simama kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu, kufikia nafasi ya kuweza kutanua wigo letu na kufikia katika mawanda ya FM. Unaweza tuma mchango wako unapoenda pale kwenye Facebook, utapata kuna link ambayo itakuelekeza kwenye ukuta wetu, ambao huo ukuta basi kuna link ya PayPal, unaweza kubonyeza na utapata maelezo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tupokee matangazo mengine kwenye awamu hii ya pili. Wasee 64 umetangaza kuahirisha maandamano ya nchi nzima yaliyokuwa yamepangwa kufanyika Jumatano wiki hii Julai 22 kupinga pendekezo la kambi ya rais la kufanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo. Badala yake, muungano huo upinzani umetoa fursa kwa majadiliano ya kitaifa baada ya wiki iliyopita Rais Felix Tshisekedi kuwataka viongozi wa dini kuandaa mazungumzo hayo ambayo sasa upinzani unataka yafanyike kabla ya Agosti 15. Prince Epenge ni msemaji wa muungano wa upinzani wa Lamuka. Ce report est une suite favorable que nous avons accordé à la demande. Kuahirisha huku kuna kuja kufuatia ombi la Mheshimiwa Kardinali Ambongo na Kanisa Katoliki pamoja na mwenyekiti wa baraza la kanisa la Pentekoste. Walituomba tuahirishe ili kutoa nafasi kwa mazungumzo. Hata hivyo, tunawapa viongozi hawa wa dini makataa siku kadhaa hadi tarehe 15 mwezi Agosti. Ikiwa mpaka tarehe 15 mwezi huo Bwana Tshisekedi hatakuwa hajatekeleza kwa vitendo matukio ya kuleta utulivu, maridhiano katika dhamira kuachana kabisa na mpango wake wa kishetani wa kutaka kubadilisha katiba, tutarejea kwa ari na nguvu kubwa na wananchi wetu, na itakuwa ni hadi pale matakwa yetu yatakapotekelezwa. Sauti yake Prince Epenge ambaye ni msemaji wa muungano wa upinzani wa Lamuka. Umoja wa Mataifa hapo jana umeonya kuhusu hatari ya virusi vya Ebola kuenea katika kambi zinazotoa hifadhi kwa watu waliokimbia vita mashariki mwa DRC. Mislet Ijai. Shirika la OCHA limesema maambukizi ya Ebola yamethibitishwa katika kambi 16 katika jimbo la Ituri ambalo ni kitovu cha mlipuko wa ugonjwa huo. Kulingana na UN, kambi hizo zinatoa hifadhi kwa zaidi ya watu 270,000 ambao wanakabiliwa na changamoto ya msongamano na upatikanaji wa huduma za msingi, hali inayohatarisha kuenea kwa ugonjwa huo. Aidha, OCHA inasema pamoja na washirika wao wamekuwa wakitengeneza vituo vya kunawa mikono pamoja na kuwahamasisha wanajamii kuhusu hatua za kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Hata hivyo, OCHA inasema mahitaji ya kudhibiti ugonjwa huo yamezidi rasilimali iliyopo, na sasa shirika hilo linatoa wito kwa jamii ya kimataifa kusaidia kufanikisha mwitikio wa ugonjwa huo pamoja na msaada wa kuokoa maisha ya jamii zilizokimbia makazi yao kutokana na vita. Mwishoni mwa mwezi Juni, Umoja wa Mataifa ulitenga dola bilioni 2 kutoka mfuko wa dharura kwa ajili ya kuimarisha utayari wa kubadili Ebola nchini kukabiliana na Ebola kule nchini Burundi. Stefan Dujarric ni msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Infection prevention and control measures have also been strengthened. Hatua za kuzuia na kudhibiti maambukizi pia zimeimarishwa. Hii inajumuisha utoaji wa vifaa kinga kama vile barakoa na wafanyakazi walio mstari wa mbele, hasa katika maeneo ya mpakani. Pamoja na washirika wetu, tunafanya kazi na serikali kutoa mafunzo kwa wafanyakazi walio mstari wa mbele, wafanyakazi wa afya na jamii, wataalamu wa afya na maafisa wa afya kwenye mipaka. Pia tunatoa usaidizi wa vifaa vya uchunguzi na udhibiti wa maambukizi, uboreshaji wa miundombinu ya maji, usafi wa mazingira, pamoja na kuanzisha maeneo ya muda ya kuwatenga watu wanaohofiwa kuambukizwa ugonjwa huo. Sauti yake Stefan Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amezindua hapo jana mpango wa ujenzi wa reli ya SGR kipande cha Tabora Kigoma na uzinduzi wa ujenzi wa meli 4
za mizigo mkoani Kigoma. Katika ghafla hiyo, Rais Samia amesema mkoa wa Kigoma una nafasi muhimu kwa sababu ni lango la Tanzania kuelekea nchi jirani. Hivyo maendeleo ya reli, bandari na usafiri wa majini yataifanya kuwa kitovu cha biashara za kikanda. Msikilizaji, ripoti mpya kutoka shirika lisilokuwa la kiserikali Kivu Security Barometer inasema visa vya utovu wa usalama vilipungua mwezi Juni, huku kundi la ADF likiendelea kuchukua maeneo zaidi, nalo kundi la M23 likiendelea kuwa kundi hatari. Wewe uliyepo hapo mashariki mwa DRC unazungumzia vipi ripoti hii? Nini kifanyike ili kuzuia makundi kama ADF kuchukua maeneo zaidi? Shiriki kwa kutuma ujumbe wako wa sauti kwenda nambari yetu ya WhatsApp, anza na kujumlisha kisha 254 Na saa 2:36 Afrika Mashariki. Senegal imetangaza kuwa inaunga mkono harakati za aliyekuwa rais wa nchi hiyo Macky Sall kuwania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Collins Odhiambo. Hatua hii imekuja baada ya Macky Sall kurejea Dakar wiki iliyopita na kukutana na kufanya mazungumzo na Rais Bassirou Diomaye Faye. Kabla ya uamuzi huu, Senegal ilikuwa imekataa kumuunga mkono Sall ambaye alitawala nchi hiyo kati ya mwaka 2012 hadi 2024 kwa madai ya utawala wake kutekeleza mateso na unyanyasaji mkubwa wa kisiasa alipokuwa madarakani. Sall amekuwa akiishi nchini Morocco alikokimbia tangu alipoondoka madarakani mwaka 2024, na hatua ya kuungwa mkono na Rais Faye inaelezwa na wachambuzi wa mambo kuwa ni kwa sababu ya kisiasa. Hii inamaanisha kuwa serikali ya Senegal sasa itahusika pakubwa kumpigia debe Macky Sall anayetaka kuwa katibu mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa. Rais huyo wa zamani alipendekezwa mapema mwaka huu na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye kuwania nafasi hiyo, lakini mataifa zaidi ya 20 ikiwemo Senegal ikikataa kumuunga mkono. Paul Biya ambaye ni rais wa Cameroon mwenye umri mrefu barani Afrika huenda akavunja rekodi yake ya kukaa nje ya nchi. Mzee huyo mwenye umri wa miaka 93 ametumia siku 43 nchini Uswizi tangu alipoondoka nchini humo Juni 7. Idadi kubwa zaidi ya siku ambazo Biya amekuwa nje ya nchi ni siku 49. RFI Kiswahili. Matangazo haya yanaendelea kujia mubashara kutoka studio namba 1 za RFI Kiswahili, Nairobi, Kenya. Rais wa Marekani Donald Trump ameagiza nyongeza ya ushuru kwa 50% kwa bidhaa mbalimbali zinazoagizwa nchini humo kutoka nchini Canada. Hilary Ngati. Rais Trump amesema amechukua hatua hii akishutumu Canada kwa kutoza ushuru mkubwa kwa magari, bidhaa za maziwa na pombe kutoka nchini Marekani. Baadhi ya bidhaa kutoka Canada ambazo Marekani imeongeza ushuru huo ni pamoja na mvinyo na bidhaa kutoka viwandani kama saruji. Ripoti kutoka ikulu ya White House zinasema utekelezwaji wa hatua hii ya Marekani itaanza ndani ya siku 30 zijazo. Makani, waziri mkuu wa Canada, amejibu hatua hii ya Marekani na kusema nchi yake itaendelea kulinda uchumi wake na itaendeleza mazungumzo na Washington katika siku zijazo, akiongeza kuwa hatua ya Trump inavunja mkataba wa kibiashara kati ya nchi hizo. Hii sio mara ya kwanza kwa nchi hizo jirani za Amerika Kaskazini kujikuta kwenye mvutano wa kibiashara. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kuiadhibu Iran kwa vifo vya wanajeshi wa Marekani, akisema Teheran italipa mara nyingi zaidi. Nchini Uingereza, waziri mkuu mpya Andy Burnham ameahidi kurejesha tumaini nchini humo anapoanza kazi ya kuwa kiongozi wa serikali. Saa 2:40 Afrika Mashariki. Minzileti Jaya ameungana nami hapa studio, yuko nami studio hapa kutujuza
yaliyopewa uzito magazetini. Karibu Mizili. Naam, asante Ali Bilali. Tuanzie kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Magazeti karibia yote nchini humo, Actualite.cd, Uragan.cd yameandika kuhusiana na hatua ya muungano wa C64 kuahirisha maandamano yake ya Julai 22 na kuweka kauli ya mwisho kwa serikali hadi Agosti 15 ili kuitisha mazungumzo ya kitaifa. Ni taarifa ambayo imepewa nafasi kubwa katika magazeti nchini DRC. Lakini mtandao wa iRadio kule nchini Sudani Kusini umeandika kuhusu mkuu wa jeshi la Sudan na wataka wanajeshi kukataa siasa za kikabila kuelekea uchaguzi mkuu. Nchini Kenya, gazeti la Daily Nation limekuja na kichwa cha habari, wasioguswa ni kuhusu ghasia zilizoshuhudiwa katika uchaguzi mdogo kule Olkalau. Kasi ndogo, timu kutoka makao makuu ya DCI bado inasubiri malalamishi rasmi. Lakini gazeti hili pia limekuja na taarifa kwenye ukurasa wake wa mbele kuhusu wanafunzi wa vyuo vikuu ambao wanadanganya kuhusu vifo vya wazazi wao ili kupata ufadhili wa masomo kutoka kwa serikali. Hali ya ufukara imewasababishia wanafunzi kujifanya kwamba wao ni mayatima ili wapate ufadhili kuendelea na masomo. Gazeti la The Standard limeandika hali ya wasiwasi katika eneo la Bonde la Ufa, vilevile kuhusiana na namna uchaguzi mdogo kule Olkalau ulivyofanyika wiki iliyopita. Gazeti la Taifa Leo linachapishwa kwa lugha ya Kiswahili nchini Kenya limeandika wahuni waheshimiwa. Hata ingawa baadhi ya wahuni waliotishia maisha ya raia Olkalau wamefichuliwa, bado hawajaitwa na polisi kuhojiwa. Kule nchini Tanzania, Mwananchi limeandika wahitimu wa vyuo vikuu maisha halisi mtaani. Namni kushukuru sana Mizleti Jai. Asante. Na sasa Victor Abuso anatujuza habari za michezo. Karibu Abuso. Naam, asante sana mwenzangu Ali Bilali. Kesho siku ya Jumatano, mashindano ya 23 ya Jumuiya ya Madola itafungua milango yake katika jiji la Glasgow kule nchini Scotland. Mataifa zaidi ya 70 yanatarajiwa kushiriki, na haya ni mashindano ambayo yatawaleta pamoja wana michezo zaidi ya 3,000 katika michezo zaidi ya 10 ikiwemo riadha, soka na baadhi ya mchezo kama mchezo wa magongo ambao bwana Bilali na judo ambao ulishawahi kucheza zamani. Siku umeshastaafu. Naam. Kule Ufaransa ni kwamba baada ya mapumziko hapo jana, mashindano ya kukimbiza baskeli ya Tour de France yanaendelea kushika kasi, na leo ni hatua ya 16 na bingwa mtetezi Tajet Pogacar anaendelea kuongoza msururu wa wakimbiza baskeli katika mashindano haya. Na katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ni kwamba michuano ya soka ya Sekafa inatarajiwa kuanza siku ya Ijumaa. Ili michuano ya klabu bingwa bwana Bilali, ambapo kuna klabu 12 ambazo zinashiriki ikiwemo Singida Black Stars. Ndio kwa kidogo sizia hapa. Yanga haipo katika shito haya. Ndio nilikuwa nafikiria hivyo. Ulikuwa unatafakari. Hata hivyo Simba wapo, na kuna Gor Mahia Kenya na Tusker FC ambazo zinatarajiwa kufanya vizuri katika mashindano. Unajua tunachaka kwa sababu ni mashindano ambayo yalifanyika zamani. Naam kabisa. Na kurejea kwa mashindano haya kuleta furaha kubwa sana kwa mashabiki wa soka. Naam. Basi ni hayo tu. Ni kushukuru sana, na nimkaribishe mwenzangu hapa anakujia na makala yajayo. Siha Njema. Hujambo na karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Caro Korir. Wiki hii tutakuwa tunaangazia hoja ambayo imewakilisha bunge la kitaifa nchini Kenya na daktari mmoja, ambapo anataka swala la kukosa hamu ya kitendo cha ndoa miongoni mwa wanawake na wanaume kutangazwa ama kuorodheshwa kama baadhi ya ulemavu. Na studioni nitakuwa na daktari ambaye atajitambulisha, ambapo atatusaidia kuelewa masuala haya mawili. Je, yanamaanisha nini?
Karibu daktari. Asante sana kwa kunikaribisha leo kwa hii mjadala. Kwa majina kwanza, najulikana kama Daktari Osiemo Dominic, pale kwa mtandao wengi wananijua kama Osiemo daktari. Hali ni mbaya kiasi hicho mpaka sasa tunahitaji kupitia vyombo vya dola ama vyombo vya sheria ili kushughulikia swala hili? Tuseme kwamba hili ni jambo, ni kwa vile watu wengi hawalizungumzii. Ni jambo ambalo watu wengi wako nalo, lakini hawawezi kusema, sababu labda vile wanaona jamii inaweza kuwachukulia. Ni jambo ambalo watu wanakuwa na ile they get shy kuzungumzia. Kwanza tuelewe low libido ni kitu gani, ama kuwa na hamu ndogo ama kutokuwa na hamu kabisa kwa tendo la ndoa kwa wanaume inamaanisha nini? Hii tunasema ni kupoteza au kupungua sana hamu ya kushiriki tendo la ndoa kwa muda mrefu. Kwa hivyo hapa tunaangalia muda. Kuna ile wakati unaweza pata labda kwa siku 1, 2, 3, labda hauna hiyo hamu. Kwa hivyo hiyo haiwezi tuseme kuwa uko na low libido. But ikiwa ni muda mrefu, tuseme imeenda wiki 1, wiki 2, mwezi 1, miezi kadhaa, na hata hauna hilo hamu ya kufanya tendo la ndoa, ndio tunasema uko na low libido ama hamu kidogo ya kufanya tendo la ndoa. Kwa hivyo hii ni kitu ambayo inaweza athiri tendo ama ndoa kwa sababu ya kukosa hiyo kujamiana. Jambo la pili ni hypoactive sexual desire disorder, ambayo haswa ni kwa pande ya wanawake. Haya mambo mawili yanakaribiana, lakini kuna ile ambayo iko sana kwa upande wa wanaume, kuna ile pia iko kwa pande ya wanawake. Kwa hivyo kwa pande ya hypoactive sexual desire disorder tunasema ni hali ya kitabibu ambapo mtu haswa mwanamke hukosa kabisa au hupata hamu ndogo sana ya kufanya tendo la ndoa kwa muda mrefu, kiasi kwamba hali hiyo humletea msongo wa mawazo au huathiri uhusiano wake na mpenzi wake ama na mwenziwe. Kwa hivyo hii ni zaidi ya ile tunasema mtu hana muda. Unajua, kwa wakati mwingine mama anaweza fika pale nyumbani, amekuwa na kazi nyingi ya siku, mara ni anashughulikia watoto, mara ni malezi, unapata amekosa mudi ile ya kufanya tendo la ndoa, ambapo ni kawaida. Hiyo ni kawaida kabisa. Lakini ikiwa ni kitu ambayo imekuwa kwa muda mrefu, hali kwamba miezi inapita, yeye hana haja yoyote ama hana hamu yoyote, hiyo sasa inakuwa ni a condition, we call it a disorder. Kwa hivyo tofauti kati ya hizi vitu mbili, low libido kwa wanaume na hyposexual active disorder kwa wanawake, moja ni hali ya kiafya ama ya kitabibu, na moja tu ni hali tu ambayo mtu anakosa hamu. Kwa hivyo kuna hiyo vitu mbili tunahitaji kufanya kuwa kutofautisha. Na daktari, nini kimetokea ama tumefikaje hali hii? Tunahitaji kuangazia sababu ni gani ambazo zimefikisha hali hii. Tuko na magonjwa ambayo ni magonjwa sugu, magonjwa kama magonjwa ya kisukari, magonjwa kama shinikizo la damu, magonjwa kama ya figo, na hata wakati mwingine magonjwa ya moyo. Ni mojawapo ya zile sababu zinaweza leta shida kama hii. Kitu kingine inaweza leta shida kama hizi, haswa upande ya wanaume, baadhi ya dawa, hasa dawa za msongo wa mawazo, dawa za shinikizo la damu, dawa za kisukari. Kwa hivyo hizi dawa pia zinaweza athiri ile hamu ya kufanya tendo la ndoa. Kitu kingine ni msongo wa mawazo, kuwa na wasiwasi, pia matatizo ya kiafya ya kiakili. Kitu kingine pia ni uchovu wa muda mrefu, kukosa usingizi kutosha na pia maisha ya msongo mkubwa. Ile mtu unapata kazi yake kwa muda mrefu, kazi yake ya kila siku ni kazi ambayo ni very manual, labda anafanya kazi nyingi zaidi, unapata na mwili umechoka kabisa. Mwili ukichoka, akishafika pale nyumbani, hii anataka tu kulala. Kwa hivyo hii inaweza athiri ile hamu ya kutaka kufanya mapenzi. Kitu kingine pia inaleta shida ni mabadiliko ya hormones, especially zile tunaita testosterone. Hii ni homoni ambayo iko kwa wanaume. Hii ndio ile hormones ambayo inafanya mwanaume akuwe mwanaume. Wakati tunasema mwanaume kuwa mwanaume, sio eti na mwanaume kuvaa trouser, suruali, hapana. Zile
inafanya mwanaume aweze kuzalisha, mwanaume aweze kuwa na nguvu za kiume. Hiyo ndio hizo hormones zikienda chini zinaweza sababisha pia shida kama hii. Kwa hivyo hizo ndio sababu haswa ambazo zinaleta low libido. Na tatizo hili lingine ambapo watu wengine wanasema pia inachangia watu kukosa pesa. Hasa hiyo ni kitu, tuseme kwamba unapokosa pesa hauna amani, sababu ukikuwa pale nyumbani watoto wamefukuzwa shule, hawana school fees, chakula haiko kwa nyumba ndio umefungiwa sababu haujalipa rent, inaleta msongo wa mawazo. Kwa hivyo hata hautakuwa na ile hamu, lakini unapopata pesa unapata umeshughulikia yale mambo yote ambayo yalikuwa yanahitaji, so uko na ile peace of mind. So ukiwa na peace of mind unaweza kuwa na hata hamu sasa. Na sasa tatizo hili daktari, pia linakuja na tatizo la nguvu za kuweza kuzalisha ama kuwa na familia. Hili tunafanyaje sasa? Unapokuwa hauna hamu ama hamu imepungua, kumaanisha hata kufanya hilo tendo la ndoa linapungua, na linapopungua pia tumesema mojawapo ya sababu ni testosterone kuwa chini. Hii inaweza hata hadhiri mtu kuzalisha, na pia mtu anaenda kuangalia tuseme familia, already ashapata mtoto mmoja, pia ako na shida ya pesa. Kwa hivyo mtu anaangalia hakuna hata haja niendelea kuwa na familia kubwa, sababu pia gharama itakuwa juu. Kwa hivyo kwa njia moja au nyingine inahadhiri kwa kifamilia mtu kuwa na familia ambayo inaendelea. Tiba ya hali hii sasa daktari, tunatibu watu. Tumeona wanaume wengine wanageukia sasa kutumia dawa kama vile Viagra. Zile shida ambazo tulisema inaleta shida kama hii, mojawapo ni magonjwa kama shinikizo la damu, kisukari, ugonjwa wa moyo na mengineyo. Nao tuseme kwa hizi dawa tunaziita blue pills, ambazo wanaume wengi umesikia wengine hata washapoteza maisha yao sababu ya kutumia. Unapokuwa na shida kama tuseme ya high blood pressure, shinikizo la damu, na uweze kutumia zile dawa hizo za kuongeza nguvu za kiume, unaweza poteza maisha, sababu hizi ni dawa ambazo directly zinasababisha shida ya moyo. Roho itagonga zaidi ama itapiga zaidi, sababu wakati mtu unahitaji kuwa karibu ama kuwa ready kwa tendo la ndoa, inahitaji damu iweze kutembea kwa mwili, sababu already wewe uko na shinikizo la damu, kumaanisha tayari roho yako inapiga zaidi. Unapokunywa hizi dawa zinaweza sababisha roho yako kuleta shida. Kwa hivyo tuangalie haswa ni nini inahitajika kufanyika ili kutatua hii shida. Kitu cha kwanza ni kuangalia the main root cause, shida haswa imeletwa na nini. Na tunapoangalia hapo kwa matibabu, tunasema kutibu ugonjwa unaosababisha hilo tatizo. Kwa hivyo tuseme kama ni hypertension, shinikizo la damu, mtu aweze kumanage ama kumaintain ama kucontrol pressure iende chini. Kama pia ako na shida ya kisukari, aweze kuitibu. Kitu ya pili ni kurekebisha au kubadilisha dawa zinazopunguza hamu ya tendo la ndoa. Kuna wenye wanatumia tuseme dawa za high blood pressure ambazo ni shinikizo la damu. Hizo dawa zenyewe zinaweza kuwa na kitu naita side effects ambazo zinaweza papisha hiyo. Ukipata mhudumu wa afya amekwambia labda dawa fulani ndio inaleta hiyo shida, tunasema aidha unabadilishiwa upewe dawa zingine. Kitu kingine ni ushauri wa kisaikolojia, psychological counseling, sababu tumesema pale mojawapo ya sababu ni msongo wa mawazo. Na labda kabla tumalize, jambo la muhimu ambalo ni la mwisho ningependa kuambia wasikilizaji, kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa si jambo la aibu wala si ishara kwamba mtu hampendi mwenzi wake. Mara nyingi hii ni dalili ya tatizo la kiafya, kihisia au kijamii linalohitaji kueleweka na kutibiwa. Kwa hivyo, kwa msikilizaji, badala ya kulaumiana, ni vyema wanandoa wazungumze kwa uwazi, waonyeshane huruma na kutafuta ushauri wa wataalamu wa afya mapema. Asante sana. Hadi wakati mwingine, mimi ni Caro Korir. Yaliyomo katika mitandao ya kijamii.
Naam, tuangazie hapa yaliyopewa uzito kwenye mitandao ya kijamii na Hilary Ingati. Karibu Ingati. Bila shaka Ali Bilali, kama kawaida yangu hamu ya pili mimi wanza washughulikia masuala ya video. Sasa video yetu ya kwanza inasema Iran yasema itajibu uvamizi wote wa Marekani wa ardhini iwapo hilo litatokea. Kwa hivyo kuna video hapa, wizara mambo ya nje ya Iran inaionya Marekani kwamba itajibiwa vikali zaidi iwapo itachukua hatua na kuivamia Tehran kupitia wanajeshi wa ardhini. Kisha kuna video nyingine hapa, waasi wa Houthi nchini Yemen watangaza kuzuia bandari za Saudi Arabia baada ya kudai kuwa Saudi ilishambulia uwanja wa ndege katika himaya yake katika mji wa Sanaa wiki iliyopita. Kabisa. Na nyingine hapa, timu ya taifa kwenye kombe la dunia ambalo imekamilika, msikilizaji, timu ya taifa ya Hispania, kuna video hapo utaona mbwembwe zao wakirejea nyumbani wakilakiwa na mashabiki wengi kusherekea ushindi wao wa kombe la dunia. Kisha kuna nyingine hapo nayo pia Argentina baada ya kushindwa na hiyo Hispania, Ali Bilali, nao pia wamerejea nyumbani. Kuna video yao hapo msikilizaji, ambao unampenda Messi na timu yake ya taifa ya Argentina unaweza kuiangalia, lakini Bilali, Messi hakurejea na timu. Alikwenda moja kwa moja hadi kule anakochezea klabu ya Inter Miami kule nchini Marekani. Lakini mtu unaweza kauliza kama wangelikuwa walibeba kombe pia angerejea. Kumbuka kwamba baada ya mchezo alisema kwamba matokeo yale yameidhoofisha timu yake kabisa, hakudhania kwamba litatokea. Lakini ili kuheshimu, si angekwenda nyumbani alafu baadaye ndio aelekee. Si wewe unajua mambo ya mastaa. Unajua mastaa, unapokuwa na mastaa katika baadhi ya maeneo, yeye anafanya mambo kivyake. Kwa hivyo kuna video hapo utaweza kuitazama, mashabiki wa Argentina wakirejea nyumbani. Turudi kule Iran kwa muda mfupi tu kwa haraka. Rais wa Iran amesema nchi yake ipo katika vita kamili na Marekani, Ali Bilali. Kwa hivyo msikilizaji, unafuatilia masuala kule Mashariki ya Kati, unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii, utaona taarifa hiyo imeandaliwa kwa mfumo wa video hapo Bilali. Nikushukuru sana Hilary Ingati. Asante sana. Haya, mambo ni kama hayo, nazidi kusonga mbele Ali Bilali.